Mwanga wa kisiasa unaelekezwa sasa kwa Jumuiya ya Madola, huku hatua mpya ikifunguka ndani ya ukanda wa demokrasia ya Afrika Mashariki. Wakati macho ya dunia yakielekezwa kwa Tanzania, ishara ya uchunguzi mkubwa wa kimataifa inaanza kuonekana. Ndani ya wiki chache zijazo, ujumbe maalum wa kimataifa unaelekea Dar es Salaam kuchunguza kwa kina madai ya uminywaji wa demokrasia, uvunjaji wa utawala wa sheria na matukio yaliyoibuka kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Ni hatua inayotafsiriwa kama moja ya maamuzi yenye uzito mkubwa wa kidiplomasia kati ya historia ya hivi karibuni ya Tanzania. Na serikali ya Tanzania inaonyesha utayari wa kushirikiana na uchunguzi huu wa kimataifa, huku Commonwealth Ministerial Action Group ikiweka macho yake kwa karibu juu ya maendeleo ya kisiasa nchini humo. Hatua hiyo inafuatia maamuzi yaliyofikiwa katika kikao cha 72 cha kamati hiyo ya juu ya Jumuiya ya Madola inayoshughulikia masuala ya demokrasia, utawala bora na haki za binadamu katika nchi wanachama. Kikao hicho kilifanyika katika mazingira ya tahadhari kubwa kuhusu hali ya kisiasa ndani ya Tanzania baada ya uchunguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao ulizua mijadala mikali ya kitaifa na kimataifa. Katika mkutano huo, waziri wa nchi katika ofisi ya rais anayeshughulikia kazi maalum, Palamagamba Kabudi, alikutana na wajumbe wa kamati hiyo ya kufanya mazungumzo yaliyolenga kuelezea hatua ambazo serikali ya Tanzania inachukua katika kulinda misingi ya demokrasia na utawala wa sheria. Baada ya majadiliano hayo, kamati ya CMAG ilitoa taarifa rasmi ikielezea kuridhishwa na dhamira ya Tanzania kukubali ujio wa mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola. Taarifa hiyo iliyotolewa baada ya kikao cha Machi 7 mwaka 2026 ilisisitiza kuwa Tanzania imeonyesha utayari wa kumpokea na kumwezesha mjumbe huyo kufanya kazi yake bila vikwazo. Hatua hiyo inaashiria mwanzo wa mchakato wa uchunguzi wa kina ambao unaweza kuathiri taswira ya kisiasa ya Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Mjumbe maalum anayetarajiwa kuwasili nchini ni Rais mstaafu wa Malawi Lazarus Chakwera, ambaye ameteuliwa na Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola kusimamia zoezi hilo muhimu. Ujumbe wake utakuwa na jukumu la kukutana na wadau mbalimbali wa kisiasa, kijamii na kiserikali ili kupata picha halisi ya hali ya demokrasia nchini Tanzania. Uchunguzi huu unatarajiwa kuhusisha mikutano ya vyama vya siasa, mashirika ya kiraia, vyombo vya habari pamoja na taasisi za serikali. Lengo kuu ni kubaini iwapo madai ya uminywaji wa demokrasia na ukiukwaji wa haki za msingi yalitokea wakati wa kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na baada yake. Lakini nyuma ya ziara hii ya kidiplomasia kuna historia ya miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa. Mwezi Disemba mwaka jana, katika kikao cha 71 cha CMAG kilichoongozwa na naibu waziri mkuu na wizara ya mambo ya nje na utalii wa Malta, Ian Borg, Tanzania iliwekwa rasmi katika ajenda maalum ya kamati hiyo. Uamuzi huu haukuwa wa kawaida, kwani CMAG ilieleza kuwa kuna masuala kadhaa yanayohitaji ufafanuzi na hatua za wazi kutoka kwa serikali ya Tanzania ili kuhakikisha misingi ya demokrasia inalindwa. Na hivyo kamati hiyo iliweka masharti kadhaa ambayo Tanzania ilitakiwa kuyatekeleza kabla ya kikao cha Machi mwaka 2026. Masharti hayo yalikuwa na uzito mkubwa wa kisiasa na kisheria. Sharti la kwanza lilihitaji serikali ya Tanzania kutoa nafasi kamili na isiyo ya vikwazo kwa msafara maalum wa Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola ili uweze kufanya kazi yake kwa uhuru. Na hii inamaanisha kuwa ujumbe huu ungepata fursa ya kukutana na wadau wote muhimu bila kizuizi chochote. Sharti la pili lilihusu uhuru wa kukusanyika na kujieleza, na CMAG ilisisitiza umuhimu wa kuondolewa kwa vikwazo vinavyoweza kuathiri haki za msingi za raia, hasa katika shughuli za kisiasa, mikutano ya vyama vya siasa na shughuli za vyombo vya habari.
Sharti la tatu lilihusisha kuanzishwa kwa jukwaa la mashauriano ya kisiasa kati ya vyama vya siasa, na lengo lilikuwa kuunda mfumo wa pamoja wa majadiliano utakaosaidia Tanzania kuelekea katika uchaguzi ujao kwa utulivu na kwa misingi ya ushindani wa haki. Masharti hayo yalionyesha kuwa Jumuiya ya Madola ilikuwa na nia ya kuona Tanzania ikiendelea kuwa mfano wa utawala wa kidemokrasia ndani ya jumuiya hiyo ya kimataifa. Sharti la 4 lilikuwa kuhusu uwajibikaji, na kamati hiyo ilisisitiza umuhimu wa kuchukuliwa kwa hatua za kisheria na kiutawala dhidi ya wahusika wa vitendo vya vurugu vilivyotokea wakati wa uchaguzi na baada yake. Aidha, ilisisitiza pia umuhimu wa fidia kwa waathirika pale inapothibitika kuwa walipata madhara kutokana na matukio hayo. Na katika mazingira hayo, serikali ya Tanzania imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuelekea kutekeleza masharti hayo. Moja ya hatua hizo ni kuundwa kwa tume huru ya uchunguzi na matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka jana. Tume hiyo imeundwa na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Tume hiyo ina jukumu la kuchunguza kwa kina matukio ya vurugu, madai ya ukiukwaji wa haki za kiraia pamoja na changamoto nyingine zinazojitokeza katika kipindi cha uchaguzi. Ripoti ya tume hiyo inatarajiwa kuwa moja ya nyaraka muhimu zitakazotumiwa na ujumbe wa Daktari Chakwera katika tathmini yake ya hali ya kisiasa nchini Tanzania. Kwa wachambuzi wa siasa za kimataifa, ziara hiyo ina uzito mkubwa zaidi na inavyoonekana ni hatua ambayo inaweza kuathiri nafasi ya Tanzania ndani ya Jumuiya ya Madola iwapo kamati hiyo itaona kuwa masharti yaliyowekwa hayatatekelezwa ipasavyo. Lakini pia ni fursa kwa serikali ya Tanzania kuonyesha kwa vitendo dhamira yake ya kulinda demokrasia na kuheshimu utawala wa sheria. Kwa upande wa kisiasa ndani ya Tanzania, ujio wa ujumbe huo unaweza kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo kati ya serikali na vyama vya upinzani. Wito wa kuanzishwa kwa jukwaa la mashauriano ya kisiasa unaweza kuwa mwanzo wa mchakato mpana wa maridhiano ya kisiasa. Hali hii inaweza kusaidia kupunguza mvutano wa kisiasa ulioshuhudiwa katika kipindi cha uchaguzi mkuu uliopita. Na wakati huo huo, jamii ya kimataifa inaendelea kufuatilia kwa karibu hatua zinazochukuliwa na nchi ya Tanzania. Nchi wanachama ya Jumuiya ya Madola wanaangalia kwa makini namna taifa hilo linavyoshughulikia changamoto zake za kisiasa na kikatiba. Ila kwa Tanzania, huu ni wakati muhimu wa kuonyesha uimara wa taasisi zake za kidemokrasia. Na kwa Jumuiya ya Madola ni jaribio la kuona kama mifumo yake ya kulinda demokrasia katika nchi wanachama ina uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi. Na kadri Machi mwaka 2026 inavyosonga mbele, ujumbe wa Daktari Chakwera unatarajiwa kufungua mjadala mpana zaidi kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Je, uchunguzi huu utaimarisha uaminifu wa taasisi za kisiasa? Je, utafungua njia ya mageuzi ya kisiasa? Au utaibua maswali mapya kuhusu mwelekeo wa demokrasia ndani ya taifa hilo la Afrika Mashariki? Majibu ya maswali hayo yanaweza kuanza kupatikana katika siku chache zijazo, na kwa sasa macho ya dunia yanaelekezwa nchini Tanzania, na kila hatua itakayochukuliwa sasa inaweza kuandika sura mpya katika historia ya demokrasia ya taifa hilo. Na mwisho wa yote, ujio wa ujumbe wa Jumuiya ya Madola unaweza kuwa zaidi ya ziara ya kidiplomasia, na unaweza kuwa kipimo cha kweli cha nguvu ya demokrasia ndani ya Tanzania, na pengine mwanzo wa safari mpya ya kisiasa kwa taifa hilo. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea masuala ya usiasa nchini Tanzania. Zidi kuwa nasi na subscribe, like na kushare content zetu.